Biblia inasema ya kwamba wakamwambia wale walionusurika kwenda uhamishoni, wale ambao wamerudi kwenye lile chimbo, wako katika taabu kubwa na aibu. Ukuta wa Yerusalemu umepomoka na malango yake yamechomwa moto. Hiyo ndio ujumbe walikuwa nayo kwa Nehemia. Wakamwambia Nehemia, wala watu wengine wote wako pale, wako na aibu kubwa sana, wako na taabu kubwa sana. Kwa nini wako na hii taabu? Na alipokuwa anawaambia hivyo, kile kilifanya akaweza kuambia hivyo ni jambo moja. Nehemia aliwauliza, jameni, kwa nini mumekuja hapa? Ni ujumbe gani mumeleta hapa kwangu? Basi akawatazama akawaambia, wakamtazama wakamwambia, ndugu yetu Nehemia, ile ujumbe tumeleta hapa ni kwamba katika wale waliorudi ama wale walionusurika kutoka utumwani wakarudi, hii mji wa Yerusalemu ama hekalu ya Yerusalemu iko kwa taabu kubwa sana. Watu wanahangaika sana, watu wanateseka sana, tuko na aibu kubwa sana. Hiyo ndio ujumbe walimpatia ndugu yake Nehemia. Basi Nehemia walipopokea huu ujumbe, Biblia inaniambia ya kwamba Nehemia mwenyewe anazungumza katika verse 4, anasema, niliposikia mambo haya niliketi nikalia. Kwa siku kadhaa niliomboleza na kufunga na kuomba mbele za Mungu wa mbinguni. Ile ujumbe niko naye asubuhi ya leo ni kwamba verse 4, Nehemia anasema aliposikia ujumbe huu alianza kulia, akaanza kuomboleza. Kwa nini anaomboleza? Maana amesikia watu waliokuwa naongoza wako katika aibu kubwa, watu walikuwa naongoza wako katika taabu kubwa. Taabu gani? Wakati Babeli walikuja, walichoma milango yote ya mji ule. Ile malango ilikuwa inaingia katika mji wa Yerusalemu ama katika hekalu ya Yerusalemu. Hayo malango yote yalikuwa yameharibiwa, hayo malango yote yalikuwa yamechomwa, na ukuta za Yerusalemu zilikuwa zimeangushwa. Wakati Nehemia alipata ujumbe huu, Biblia inaniambia ya kwamba akawa anahuzunika ndani ya moyo wake, akaanza kulia na akaomboleza kwa muda mrefu, akiomba Mungu, akiuliza Mungu, tutafanya nini? Wao wamekimbia kwangu ili nikaweza kuwasaidia, maana nilikuwa kiongozi wao nikiwa katika nchi ya Yerusalemu, lakini saa hizi niko katika nchi ya utumwa. Lakini Nehemia hakujali mahali alikuwa wakati huo, ila aliweza kutazama ni kwamba akakumbuka kunaye Mungu. Muita huyu Mungu, yeye ataweza kuitika na akaweza kukukomboa kutoka hali yoyote yale ambayo unapitia. Kupitia changamoto zozote zile, iwe ni maisha imekuwa ngumu, iwe ni mambo imekuwa ile njia ambayo huko unatarajia, fikiria na ukamrudie huyu Yesu. Yeye ndiye anaweza kukukomboa. Kwa hivyo kila tunajifunza kutoka kwa Nehemia asubuhi ya leo ni kwamba katika hiyo verse 4, mambo yoyote yanapokuja katika maisha yako, unapopata changamoto lolote, kuna kitu cha kwanza ambapo nimezungumza ya kwamba alikaa akaanza kulia. Haimaanishi lazima ukalia, lakini kuna jambo linaweza kuja kwa maisha yako upate hata wewe unaangusha machozi. Ile machozi peke yake kuna kitu inaweza fanya katika maisha yako. Biblia inasema ya kwamba alipopata ujumbe huu, Nehemia alilia na akaomboleza kwa muda mrefu. Na alipofanya hayo mambo, kitu kingine Nehemia aliweza kufanya ni kwamba akafunga, akajinyima chakula zake za kila siku. Ile starehe alikuwa naye akaiacha, akaamua ya kwamba ni vizuri akaweza kufunga, maana kuna nguvu katika kufunga. Basi Nehemia akaanza kufunga. Kumbuka hii mambo ya kufunga pia sio kwa Nehemia peke yake. Kumbuka hata wakati wa Esther alipokuwa katika nchi ya utumwa, wakati Mordekai na watu wengine wote wa Israeli wamepangiwa kumalizwa na Haman,
ile kitu Biblia inaniambia kile kitu kilifanyika. Mordekai akaamurisha wana wa Israeli wakaweza kufunga, na Esta mwenyewe ambaye baadaye alikuja kuwa malkia, hata yeye akafunga. Kwa nini afunge? Na ako katika nyumba ya kifalme. Alifunga kwa sababu ya mandugu zake na madada zake ambao wamepangiwa na Amani ili kukaweza kumalizwa, na baadaye ule kufunga kwake kukaweza kuleta matumaini ya ukombozi. Kwa hivyo ninapozungumzia juu ya Nehemia alipoamua kufunga, alikuwa anajua ya kwamba kuna nguvu katika kufunga. Unapojinyima wewe mwenyewe, unapojinyima chakula yako ya kila siku, unapojinyima starehe zako, basi kuna kile Mungu ataweza fanya, na kile ataweza fanya ni kwamba ataweza kujibu maombi yako. Nehemia akalilia Mungu, Nehemia akaomboleza mbele za Mungu, Nehemia akafunga, akaacha starehe zote, akaacha vyakula vyote, akaanza kumuomba Mungu. Na baadaye Biblia inasema ya kwamba Nehemia alipofanya hayo na akamuomba Mungu wa mbinguni, Nehemia akufunga na bado akaenda vile nimesema, akaenda kumzungumzia rafiki yake ili akaweza kumsaidia. Nehemia hakuenda kwa wakubwa kwanza, lakini alimuomba Mungu wa mbinguni. Je, asubuhi ya leo unapopata challenges, unapopata mambo yamefika mwisho, unapokosa mambo ya school fees, unapofika kama mwanafunzi, unapofika ukapata kesha uendi shule sababu mzazi pengine hatapata pesa ya shule, ama wewe mzazi unapofika ukaona changamoto, ama wewe msichana, wewe msichana, wewe mfulana, unapopata majaribu unafanya nini? Je, unamlilia Mungu na ukamuombe akaweza kukuondoa kwa hiyo hali, ama unakimbia kwa rafiki yako kupiga mshele moja mbili ambapo haitakusaidia? Maana unapomwambia hata yeye ataenda kwa marafiki zake akawaelezea, akawasimulia juu yako. Unapopata ujumbe wowote, unapopata challenge yoyote, unafanya nini kama mtu ambaye anamjua huyu Yesu? Kuna wengine anapopata ujumbe fulani anainuka na kukimbia kwa kikao ya wakina mama. Sijasikia kikao ya wazee, hata ingawa najua iko leo ni siku ya wazee. Sijasikia kikao ya wazee, lakini wale wako na vikao mingi ni akina mama na wengine. Si ukweli? Tunaambia na ukweli tu. Kitambo usongo hii kalaini kamoja kaishe, yale maneno utakuwa umeongea juu ya familia yako, yale maneno utakuwa umeongea ile njia mnaishi kwa boma yako, mengine itakuja kukubomoa baadaye, mengine pengine. Lakini Nehemia alipopata ujumbe aliita Mungu wa mbinguni. Unapopata challenges, najua challenges ziko. Hakuna mtu ana challenges. Challenges ziko. Kuna wakati inafika unahitaji pesa haupati kabisa. Unatarajia rafiki yako, unatarajia mahali fulani na ile milango inafungika kabisa. Inafungika, na nasema ile milango inafungika. Unachukua hatua gani? Nyumba ndio hii unataka kufungiwa? Pengine mwenye deni ndio huyu anakuitisha pesa yake kwa fucho mno. Unafanya namna gani? Unakimbia kwa rafiki yako ama mtu unamwambia, ama unarudi kwa magoti ukamuulize Mungu na Mungu akaweza kukupigania? Basi Nehemia alipomuomba Mungu wa mbinguni, verse 5 inasema ni nini alisema? Nikisema, huyu Nehemia anasema hivi, nikisema, Mwenyezi Mungu, Mungu wa mbinguni, wewe Mungu aliye mkuu na wa kutisha, unalishika agano lako na unawafadhili wale wakupendao na kuzishika amri zako. Nehemia anamkumbusha Mungu ya kwamba wewe ndio Mungu wa utisho, wewe ndio Mungu unayeshika agano zako,
Wewe ndio Mungu, ukiahidi umeahidi. Anaposema ya kwamba niiteni nami nitaitika, anamkumbusha Mungu akimwambia ya kwamba unasema niiteni nami nitaitika. Wewe ni Mungu unayeshika amri zako. Wewe ni Mungu unayeheshimu agano zako. Wewe ni Mungu unayeheshimu ahadi zako. Maana Biblia inasema ahadi za Mungu ni za nini? Ahadi za Mungu ni za milele. Basi akamkumbusha Mungu, akamwambia ewe Mungu, wewe ndio unayeshika ahadi zako, wewe ndio unayeheshimu agano zako. Basi akamwambia wewe ni Mungu wa utisho, hakuna njia wana wa Israeli wataishi wakiteseka, na wewe ndio Mungu mwenye utisho, wewe ndio Mungu mwenye nguvu, wewe ndio Mungu mwenye mamlaka. Biblia inasema ya kwamba katika huo mstari wa 5, unawafadhili wale wakupendao na kuzishika amri zako. Ni akina nani Mungu anafadhili? Ni wale ambao wanashishika amri za Mungu. Biblia inasema usiibe, wewe unakimbia pale unaiba, hakuna njia Mungu atakufadhili. Biblia inasema unapotazama amri za Mungu zote, ile Mungu anasema tukaweza kukitii na tukaweza kukifuata, wewe haufuati, na unapoingia kwa magoti, hakuna njia Mungu ataweza kujibu maombi yako. Sababu gani? Yeye anafadhili na kuheshimu na kuzifuata ama kufuata yule anayetunza amri zake. Kwa hivyo asubuhi ya leo wapendwa, unapoishi hapa duniani, unapopata challenges, unapoingia kwa magoti, kumbuka na ukajiulize ndani yako, je, unafuata amri za Mungu? Je, unafuata kila Mungu anasema ukaikitende? Ama wewe bado ni yule ambayo unatumia ulimi kiumbe kidogo na umechoma misitu mingi sana? Wamechoma misitu mingi sana. James. Kuna watu wanaweza chukua kamneno kamoja akafanya kawe kamlima mpaka azuia hata mtu alikuwa anakuja kanisani aache kukuja ama aache kuimba hata kwaya. Je, unapoishi hapa duniani unasifuata amri za Mungu? Yanamaanisha unatenda mapenzi ya Mungu, ama wewe ni mmoja kwa wale ambao wanasambaratisha umoja wa Kristo? Nehemia anamwambia Mungu, wewe ndio unayefadhili wanaotunza amri zako. Nehemia angezungumza hayo maneno kwa Mungu kama alikuwa anajua ya kwamba hawakuwa wanafuata amri za Mungu. Alikuwa anazungumza akiwa na ujasiri, maana alikuwa anajua ya kwamba walikuwa wanatenda mapenzi ya Mungu. Unapokuwa unatenda kila Mungu anahitaji, hata kumfesi huyu Mungu, kumwambia Mungu, nimepitia hiki na hiki na hiki, naomba ukanikomboe. Utasimama ukiwa na ujasiri ama utapiga magoti ukiwa na ujasiri? Maana wewe mwenyewe unajijua ndani yako ya kwamba njia zako zimenyooka vizuri, ya kwamba njia zako zinampendeza Mungu. Lakini wakati njia zako hazimpendezi Mungu, wakati njia zako ni za upotofu, wakati njia zako ndizo zinazokwaza watu wengine, wakati njia zako ndizo zinazokandamisha ama zinazofanya watu wengine wakasema laiti ningalijua singekanyaga mahali pale, hautakuwa na nguvu, hautakuwa na uwezo kukikaribia kiti cha Mungu. Maana unapokuwa unajua ya kwamba njia zako ziko sawa, utakuwa na ujasiri wa kukikaribia kiti cha Mungu na kumkumbusha yale unayoyapitia na ukumuomba akakukomboe kutoka kwa hiyo shida ambayo unayoipitia. Kwa hivyo unapopitia mambo yoyote, jioji ndani ya moyo wako, je, yale ninapitia, hata nitakapokikaribia kiti cha Mungu, hata nitakapopiga magoti kumwomba Mungu, je, atasikia maombi yangu ama nitahitaji kutubu kwanza ndio nikaribie kiti cha Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo niko na dakika 8 ndio nikaweze kumaliza. Verse 6 inasema,
yasikilize kwa makini maombi yangu na uniangalie mimi mtumishi wako, ninapokuomba kwa ajili ya watumishi wako watu wa Israeli usiku na mchana. Ninaungama dhambi za watu wa Israeli tulizofanya mbele yako. Mimi pamoja na watu wa jamaa yangu tumefanya dhambi. Haijalishi wana wa Israeli walikuwa wametenda mazuri kiasi gani, lakini ilipofika lisali la pekee, Nehemia anapomkaribia Mungu ama anapokuwa amefunga akilia akiomboleza, anapomuomba Mungu, anamkumbusha yale mambo yote wamemtendea. Anasema ya kwamba tusamehe, maana tumekukosea. Tusamehe sisi kama Waisraeli, sisi kama wana wa Israeli, tusamehe maana tumekukosea. Na unapotusamehe Mungu, utukasahau yale yote ambayo tulikuwa tumetenda mpaka ikatusababisha tukapelekwa katika nchi ya utumwa. Wapendwa, asubuhi ya leo unapopitia hayo mambo yote, acha nirudie hiyo, yasikilize kwa makini maombi yangu. Huyu Nehemia anasema yasikilize kwa makini maombi yangu na uniangalie mimi mtumishi wako, ninapokuomba kwa ajili ya watumishi wako watu wa Israeli. Wapendwa, asubuhi ya leo, iwe kijana, iwe mtoto, iwe kiongozi, iwe mtu yeyote, unapoingia kwa magoti kuomba kwa niaba ya kanisa hili, maana tunaishi nyakati za mwisho. Nehemia azungumzii juu ya wana wa Israeli peke yake, hata sisi ambazo ni kizazi hiki, yeyote anayefuata nia ama mapenzi ya Mungu, yeyote ambayo ni Mkristo, yeye ni Mwisraeli wa nyakati hizi, unapoingia kwa magoti yako, unapoona kanisa imesambaratika, unapoona watu wameenda njia ambayo haistahili, unaporudi kwa magoti, je, unaomba msamaha kwa niaba ya kanisa? Unaomba msamaha kwa niaba ya viongozi? Unaomba msamaha kwa niaba ya ndugu ama dada fulani ambayo ametoka katika njia za Mungu? Unaomba msamaha kwa niaba ya watoto ambao pengine wamefanya dhambi bila kujua? Unaomba msamaha kwa niaba ya bishops na viongozi na mapastors wetu? Unaomba msamaha unapoingia kwa magoti? Ama wewe ni mmoja kwa wale ambao wanasema ya kwamba Mungu, unajua sisi tunafanya mazuri, unajua mimi sijawahi fanya dhambi. Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, inasema ya kwamba kila mtu ni mwenye dhambi, na yeyote yule atakayesema ya kwamba yeye sio mwenye dhambi na hajawahi tenda dhambi, yeye anajifanya kuwa mdanganyifu, maana hakuna yeyote ambaye sio mwenye dhambi. Ndio maana Warumi inasema ya kwamba sisi sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na uwepo na nguvu za Mungu. Kwa hivyo wapendwa, ninapomalizia asubuhi ya leo, nasema ya kwamba unapoingia kwa magoti wakati wa nyakati hizi za mwisho, unastahili kuombea kanisa. Wapendwa, maana Nehemia alipopata habari kutoka kwa ndugu yake Anani na watu wengine ya kwamba Yerusalemu ukuta zake zimepomolewa, Yerusalemu malango yake yalichomwa yakateketea, tutafanya namna gani? Wakakuja kumwambia, maana Nehemia alikuwa kiongozi wao miaka mingi kabla akaende katika mji wa Pazia, alikuwa kiongozi wa Wayahudi muda mrefu. Basi wanapomwambia, na tunaona ile hatua Nehemia amechukua, anarudi kwa magoti, anamuita Mungu. Na jambo la maana zaidi, Nehemia anaomba msamaha kwa niaba ya Waisraeli, kwa niaba ya watumishi wote wa Israeli na kwa niaba ya wana wa Israeli wote. Nehemia akaomba msamaha kwa Mungu, ndio Mungu akaweza kuwasamehe. Tutakapokuja kuwatazama wakati mwingine, inasema ya kwamba Nehemia alipomaliza haya yote, basi akaenda kwa mfalme Artaxerxes, akamwambia mfalme Artaxerxes juu ya nchi ya kwao, nchi ya Yerusalemu, akamweleza jinsi makaburi yamewachwa wazi, vile malango yote yalichomwa, vile ukuta wa Yerusalemu ziliangushwa,
basi akamuomba mfalme Artaxerxes, akaweza kumwandikia barua, akaweza kupewa ruhusa, akaenda kuitenga ukuta wa Yerusalemu ambayo ulikuwa umeharibika. Hata ingawa kuna wengi walipishana na kuna wengi walipingana na jambo hilo, kama Sanbalati na Tobia walipingana, wakasema ya kwamba hata kwa ukuta unatengeneza, hata mwe anaweza piga tega akaanguka. Lakini Nehemia, Biblia inaniambia ya kwamba hakuenda kuogopa chochote, maana alikuwa amezunguka Yerusalemu yote na akajua hii mlango itatengenezwa na nyumba fulani ya Israeli. Hii mlango itatengenezwa na nyumba fulani. Alikuwa anajua ya kwamba ako na uwezo na ako na ujuzi ya kurekebisha ukuta wa Yerusalemu. Kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo, mambo yoyote unayoyapata, rudi kwa magoti ukamulilie huyu Mungu. Sana sana vile tunaishi kizazi cha mwisho, maana wakati wowote mwana wa Mungu anarudi, wakati Yesu atakuja, itakuwa ni wewe ulikuwa unajipenda peke yake. Wakati Nehemia alipata ujumbe huu, hakuenda kujipenda peke yake, lakini aliomba msamaha kwa niaba ya Israeli. Aliomba msamaha kwa niaba ya watu wote ambao walikuwa ni viongozi wa Israeli, maana anasema kwa watumishi wote wa Israeli ambao walikuwa wamevunja agano za Mungu, anaomba msamaha na anamwambia, wewe ni Mungu wa utisho, wewe ndio unayefuata na kuheshimu agano zako, wewe ndio unayefuata na kuheshimu yeyote anayebadili amri zako. Basi Nehemia akamkumbusha Mungu yoyote, na alipomaliza basi akaandika barua, akaiandika akielekeza kwa mfalme wa Persia aliyekuwa anaitwa Artaxerxes, akamuomba ruhusa ili akaruhusiwa akarudi katika nchi yao ya Uyahudi ili akaweza kuenda kuitenga ukuta uliokuwa umepomoka. Unapokuwa katika safari hii, kuna wengi kama Tobias ama Tobaya, kuna wengine kama Sanbalati. Hata kama unafanya jambo mzuri, yeye ako pale kukupinga. Nehemia alienda kufanya jambo mzuri, kurekebisha ukuta wa Yerusalemu, lakini Sanbalati yako pale anamwambia kile unafanya haka ukuta, hata mbwe anaweza piga teke ikaangushe. Imagine umejitia, yani umejikaza kabisa, umecheza praise and worship kama sawa, umeruka kama James hapa kweli kweli, alafu mtu anakuambia hata hakuna kitu unatuanga. Jameni, kuna watu kama Sanbalati, kuna watu kama Tobias. Hata utakapokuwa unaongoza kama kiongozi, hata kama utakuwa unakaa kama familia, jameni, kuna jambo moja naweza zungumza. Kuna watu katika ndoa unapata ya kwamba mama anapika chakula mzuri na mzee anasema, enyewe kwa nini hauchwaki kupika hata hii ugali ni mbichi? Na hata hiyo umejikakamua na ugali iko tamu kweli kweli. Wengine kwa meza unaona mpaka wanaramba kazubu hawataki kaanguke. Lakini kuna watu kama Sanbalati. Unapokuwa na mtu kama Sanbalati kwa boma, jameni, unahitaji kibali chake mbingu, unahitaji neema ya mbingu. Unapokuwa na mtu kama Sanbalati hapa kwa kanisa Stacy, unahitaji neema ya Mungu, sababu utakapokosa hiyo neema ya Mungu, hata hiyo kanisa na hiyo uongozi itakuwa ni challenge. Sababu unapofanya mazuri, yule mtu kama Sanbalati na Tobia wanakuambia hakuna chochote unafanya. Lakini nikwambia asubuhi ya leo kwamba utakapokaa kama Sanbalati na Tobia, Biblia inaniambia ya kwamba basi Nehemia atakuwa anawaambia, shika mkono mmoja mshike kitu cha kutenga na mkono huu mwingine mshike silaha. Ndio Sanbalati atakapokuja na Tobia, basi wanyoroshwe sawa. Sitaki wapendo ukanyoroshwe sababu ya kumaliza kwaya ya vijana. Sitaki wapendo ukamalizwe sababu ya kumaliza umoja wa kina mama. Sitaki mwenzangu ukamalizwe sababu ya kumaliza umoja wa wazee. Tunaongoza kwa sasa, na wakati utafika tukaondoke, tukaache kizazi kingine kikaendelee. Nyakati ni za mwisho wapendwa. Unapoishi nyakati za mwisho,
Usikuwe sanibalati kanisani, usiwe kikwazo cha kufanya mtu asikuje kanisa. Kuwa mtu ambaye ni Anani ama Nehemia ambao wanafanya watu wakuje wakaunganike pamoja. Hii inazungumza juu ya kujenga ukuta kwa Yerusalemu, ni kwamba tukuje pamoja kwa ajili ya kusubiri Yesu Kristo ajapo mara ya pili. Usiwe kwa wale ambao wanazuia wengine kuona ufalme wa mbingu. Itakufaidi nini jameni? Itakufaidi nini jameni? Itakufaidi nini wakati mambo yako itakuwa wewe ni sanibalati unayezuia watu kuona ufalme wa Mungu? Na mbingu siyo ya kwako, mbingu ni Yesu Kristo alienda kutuandalia, na yeyote yule atakayemwamini basi ataingia hiyo ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo wapendwa, tunaposimama basi tukajifikiria ndani ya mioyo yetu, je, yale tunafanya sisi ni sanibalati, sisi ni Tobia, ama sisi ni akina nani katika kanisa la nyakati za mwisho? Simama kwa ajili ya maombi. Kila mmoja ajifikirie ndani ya moyo wake kama kuna jambo lolote ambalo umeweza fanya. Kuna wengine ambayo ni sanibalati, kuna wengine ambayo ni Tobia, kuna wengine ambao ndani ya mioyo yao kweli wamesimama kama Nehemia. Jifikirie ndani ya maisha yako mpendwa, asubuhi ya leo unapoingia kwa maombi ya asubuhi ya leo, jifikirie ndani ya moyo wako ni yapi umetenda. Kama umeweza kuwa sanibalati kwa miaka ya zamani, kama umeweza kuwa Tobia kwa miaka ya zamani, ukamwomba Mungu msamaha, na Mungu wetu ni mwingi wa rehema, atakusamehe asubuhi ya leo. Kwa dakika 5 wapendwa, fikiria kwa maisha yako. Je, umesimamia nafasi gani katika ufalme wa Mungu? Je, umesimamia nafasi gani katika nyakati hizo za mwisho? Je, mwenzangu, umesimamia upande gani? Wewe ni yule aliyepata ripoti ya kwamba kanisa la Mungu linakwisha. Wewe ndiye aliyepata ripoti ya kwamba ile nyumba ya Mungu iliyoanza inaisha, ukarudi kwa magoti ukaanza kumwomba Mungu. Ama wewe ni yule ambayo ulikuwa unapinga kazi ya Mungu, jifikirie ndani ya moyo wako, ukazungumza na Mungu asubuhi ya leo, maana huyu Mungu ndiye ako na uweza. Nehemia aliposikia hiyo habari akaomba msamaha, aliomba msamaha vile tunaomba msamaha asubuhi ya leo. Wapendwa, nataka ukaomba msamaha asubuhi ya leo, ukamwomba Mungu wa rehema akaweze kukusamehe, maana huyu Mungu ndiye anayesamehe mwanadamu. Hakuna yeyote anayeondoa dhambi za mwanadamu, ni Mungu. Wakati Nehemia alisikia hiyo ujumbe, aliingia kwa magoti akaomba msamaha kwa niaba yake, akaomba msamaha kwa niaba ya Israeli. Mungu, asubuhi ya leo tunakuita, tumetenda dhambi ya kufanya Mungu ishie milele. Tumetenda dhambi nyakati hizi za mwisho, Mfalme. Tumekosa wengi, tumewazuia kuona ufalme wa Mungu. Wewe Mungu, tunakuomba ukatawale katika maisha yetu, Yesu Kristo. Haijalishi tumekuwa sanibalati kwa miaka mingi namna gani, lakini asubuhi ya leo Mfalme, tunajifunza kutoka kwa Nehemia. Nehemia aliposikia habari alikuita ye Mungu, alifunga akiomboleza, akilia kwa muda mrefu, akikuomba Mungu wa mbinguni ukaweza kuwasamehe wana wa Israeli. Hata mimi nimekuja asubuhi ya leo, Kristo Yesu, nasimama katika pengo hilo Mfalme, na kuita Kristo Yesu ukatusamehe. Haijalishi kama kanisa tumetenda nini, haijalishi kama kanisa tumefanya nini, naomba Mungu wa rehema ukatusamehe, Kristo Yesu, ukatutakase na damu yako Yesu Kristo. Kuna wengi wameteseka katika utumwa wa usherati. Kuna wengi wameteseka katika utumwa wa ulevi, na wengine katika utumwa wa mambo ya kidunia hii.
lakini asubuhi ya leo Mfalme Mungu ishie milele na kuita Kristo Yesu, tunapoungama dhambi zetu ukatukumbuke. Ulikumbuka wana wa Israeli ukampatia neema ya kibali ili akaweza kwenda kujenga kuta cha Yerusalemu. Mfalme Mungu ishie milele na kuita asubuhi ya leo, tawala maisha yetu ya kila mmoja Mfalme. Tusamehe dhambi zetu Kristo Yesu. Peke yetu hatutaweza, Mungu wa rehema. Ndio maana hatutaenda kwa marafiki zetu, hatutaenda kwa dada zetu, hatutaenda kwa godfather wetu, hatutaenda mahali, hatutaenda kutegemea wafalme wa dunia hii Kristo Yesu, bali tumekuja kwa asubuhi ya leo kwa Mungu mwenye uweza na mamlaka. Haijalishi ni wangapi wameinuka kinyume cha maisha yetu, haijalishi ni wangapi wameinuka kama Sanbalata, haijalishi ni wengine wangapi wamekuja kutuambia ya kwamba hakuna chochote tunachokifanya, haijalishi ni wangapi wamekuja kutuambia tujui kuimba, haijalishi ni wangapi wamekuja kutuambia tujui kuomba, haijalishi ni wangapi wamekuja kutuambia tujui kuhubiri, bali na kuita asubuhi ya leo Mungu mwenye uwezo na mamlaka, vile Nehemia alipokuita asubuhi ya leo, nami nakuita asubuhi ya leo Yesu Kristo, ili ukaweze kututakasa dhambi zetu, ukaweze kutukamilisha Yesu Kristo. Ni wewe ututiaye nguvu Mungu wa rehema, zaidi yako hakuna Mungu mwingine, ni wewe tu. Tawala maisha yetu Yesu. Wacha andiko hili likawe funzo katika maisha ya kila mmoja, tukajua tunapopitia majaribu tunakimbilia wapi Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni wewe mwenye nguvu, zaidi yako kuna Mungu mwingine. Nehemia alipopokea ujumbe huu alikuja kwako Kristo Yesu akakulilia, nasi tumekuja kwako asubuhi ya leo. Tunaomba ukatusimamishe katika njia zako, katupiganie, ukatuinue Mfalme Mungu mwenye uweza na mamlaka. Tusamehe dhambi zetu Kristo Yesu, wengine tumekuwa Sanbalati na Tobia. Mungu naomba ukatusamehe, ukaturekebishe kwa unyenyekevu na kwa upole, ukaturudishe katika njia zako Mungu wa rehema. Utakaporudi mara ya pili Yesu Kristo, basi tukaweza kukulaki mawinguni. Asante kwa ajili ya utukufu wako. Naombea ibada ya siku ya leo Mungu wa rehema, tawala ibada yetu ya siku ya leo, wacha ikawe ibada ambayo ni ibada tofauti na ibada zingine, ibada ya breakthrough, ibada ya ukombozi, ibada ya milango ya watu kufunguliwa, ibada ya mbingu inayofunguliwa, ibada ambayo chochote kilichofungwa katika maisha yetu kitafunguliwa, ibada ambayo Yesu Kristo anashusha mbingu, ibada ambayo Mungu wa rehema itakayoleta mabadiliko katika historia yetu, ibada Yesu Kristo ambayo itakuwa ibada kubwa katika maisha yetu. Wacha Mungu wa rehema ukashuke na ukatawale. Jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. 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 Amen.